Na katika taarifa yetu ya kwanza katika awamu hii tunaanza na taarifa ambayo ni ya kuvunja moyo. Joan Akinyi angali anaililia haki baada ya mtoto wake kufariki kwenye mikono ya daktari mmoja katika hospitali ya kibinafsi iliyopo mtaani Umoja. Daktari huyo aliyemfanyia upasuaji hakuwa na leseni wala uzoefu wa kutekeleza fani hiyo. Na mwanahabari wetu Saida Swale amefuatilia masaibu ya mama huyo ambaye mpaka sasa hajapata fidia ya aina yoyote licha ya mtoto wake kufariki. Mtazamaji, tungependa kukuonya kuwa baadhi ya picha tunazokuonyesha huenda zikakukirihisha. Ni siku ambayo itakayosalia kwenye kumbukumbu ya Bi Joan Akinyi milele. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 3 2011, saa 9 nilivyokuwa naenda kuoga. Normally huwa unaambiwa ukienda clinic, ukiona kitu strange kwa mwili yako na una mimba, kitu kama damu nini, unafaa kukimbia to the nearest clinic. Akiwa na miezi 8 alielewa kuwa viungo vya mtoto wake havijakamilika na hivyo basi hakuwa tayari kujifungua. Lakini daktari alimtishia kuwa iwapo atavuta guu nje ya hospitali basi yeye na mtoto wake wangefariki. Manake hapo alinipasua tumbo, nikasikia uchungu akivuta mtoto, nikasema akaniuliza kwani umesikia uchungu? Akaambia aniongeze dawa. Kaniambia Johnny, uchungu umesikia, nilikuwa najaribu kuvuta kichwa mtoto lakini kichwa imekwama. Sasa wacha nirudishe ndani haraka nipasue tena sehemu kubwa. Alifinya mtoto akirudisha ndani apasue tumbo. Ni katika chumba hiki kwenye hospitali hii ya Victory mtaa wa Umoja maswali yake yalipozuka. Muundo wa chumba cha upasuaji kikitofautiana na hospitali nyingine alikojifungulia. Hata baada ya mtoto wake kunywa maji ya tumboni hawakuwa na mashine ya kumtoa maji hayo na hata kiangulio au saka na incubator mtawalia. Hivyo letewa mtoto alikuwa anatoa sound nyingine fani sijaisikia kwa mtoto wowote, na povu. Hii povu ilikuwa ya kuvutana. Ukipanguza inatoka. Sura ya mtoto wake ikiwa imeganda, ulimi kukatwa, pua kunyofolewa na kisu na mguu kupasuliwa, Joan alijua kuwa mwanawe alidhulumiwa. Mwili wake baadaye ukatiwa kwenye jokofu la chakula lililomfanya mtoto huyo ajae barafu mdomoni, masikioni na kukakamaa. Alipompeleka kwenye chumba cha kuhifadhi mwili, kesi ikaripotiwa kwa bodi ya madaktari humu nchini na miaka 3 baadaye uamuzi kutolewa. Sisi kama bodi ya madaktari hatuna uwezo wa kupeana fidia kwa walalamishi, hila tunaweza kuandikisha makubaliano ambayo wamefanya pamoja na wenye tumewaagiza wafanye hivyo. Bodi hiyo pia iliamua kuwa Joan na wasimamizi wa hospitali hiyo waafikiane jinsi watakavyofidiana, wakipewa muda wa miezi 2 tu. Nataka waniambie parts za mtoto wangu alipeleka wapi. Cha kusikitisha ni kuwa huenda madaktari hao kwenye hospitali hii wangali wanafanya upasuaji kwa akina mama wengi wa mitaa kama hii, wengi wao wakiwa madaktari waliokosa utaalamu wa fani hii na hata kukosa leseni. Ni akina mama wangapi wajawazito na watoto wangapi wachanga watakaofariki kabla ya serikali kulivalia njuga swala hili? Saida Swale, KTN leo.